Mtazamaji wa Kenka Star TV mahali ulipo, na kusalimu na salamu za upendo wa Mungu. Leo ikiwa siku ya Jumapili ambayo ni siku ya 22 mwezi wa Juni na ni mwaka wa 2025. Kama vile unavyoniona nikiwa katika mahali kuna giza. Siku ya leo kama vile tunajua inakuwaga ni siku yenye mambo mingi ya kutafuta uso wa Mungu na kuwa katika hiyo hali ya hata kueneza Injili. Niko katika makao maalum, makao ambayo ni ya kanisa la God's Treasures International Ministries, kama vile unavyoonyeshwa na cameraman wangu ambaye tuko na yeye usiku wa leo. Na ni vizuri nikwambie, tulipofika mahali hapa tulikuwa tumeshikwa ugeni ili tuje katika crusade ambayo imekuwa ya Injili kubwa sana katika eneo la mahali kunaitwa Wakairo, side za Loiru ukielekea na Kibo. Na hatujapata kuongea na mchungaji ambaye amesimamia hili kanisa, na ningependa nikupeleke mahali alipo ili tumjue zaidi na tujue pia mwanzo wake wa hili kanisa na mwito wake na ako na maono gani katika kazi ya Mungu. Kwa hivyo nataka nikuelekeze tuingie ndani ili tuende tumkute mchungaji ambaye ameshikilia hili kanisa, na ninajua itakuwa ni jambo la furaha. Asante sana, uandamane na mimi. Najua ya kwamba utapata kitu ama kuelewa kitu. Utakuwa mtu na nguvu, pengine wewe ulianzia kanisa na haujui linaelekea wapi, lakini itakuwa ni wakati wako wa kuwa ukipata nguvu kutoka kwa huyu mchungaji, kwa sababu ujue ya kwamba kanisa hutoka mbali. Kwa hivyo acha tuende kwa mchungaji mwenyewe ili atusalimie na tumjue na tujue vile anavyo ama maono yake katika kazi ya Mungu. Asante sana. Okay, kama vile nimekuambia mtazamaji, na kupeleka kwa mchungaji ambaye ni wa God's Treasures International Ministry. Nimekuambia ni kanisa ambalo liko kwa Cairo, na kama vile unaona niko ndani ya hilo kanisa. Niko ndani ya hiyo kanisa la God's Treasures International Ministries. Ninaona wakisema we are the treasure, loved, chosen, possession and valued by God. Na tutajua maana maalum ya hiyo statement ili tujue kwa nini aliamua kusema hivyo na ni kwa nini alitumia hayo maneno. Kwa hivyo kubali nikushike ugeni katika ofisi yake. Habari yenu? Bwana Yesu asifiwe. Okay, kama vile unaona mtazamaji wangu, tuko katika ofisi ya mchungaji, na nikiingia sijui ama umenishika ugeni niketi ama unataka. Asante sana. Kama vile nimekwambia, tukiwa pale nje kama kabla ya kuingia katika kanisa hili, nimekwambia tumekuja ili tukutane na mchungaji ambaye wa hili kanisa. Na kama vile unamuona, naona kuwa ni mchungaji mwanamke. Na nakwambia siku hizi sijui kumeenda aje ama Mungu ameamua aje. Anawateua kuwateua
ambao ni wanawake, na acha nikwambie, kwa sababu alikuwa ametushika ugeni mahali kwenye tumetoka katika Injili, na ile neno ambalo amelihubiri hata huwezi sema ni mchungaji mwanamke ambaye analo hilo neno. Acha kwanza atusalimie, atuambie majina yake. Najua ya kwamba hilo jambo litakuwa jambo nzuri. Karibu sana. Utajisifia hiyo ili. Okay, hii ni televisheni ya Kenka Star TV Kenya. Na televisheni ambayo imekuwa ikiwa na ama ile mambo mingi ambayo imekuwa ikishughulikia kwa sasa ni kuhusu neno la Mungu. Ukiingia hapo, kwa sababu hapo awali utaangalia kile kitu ambacho kimekuwa kimewekwa mahali hapo. Utaona niko na wachungaji ambao wamekuwa wakihubiri, na pia utapata kuna watu nimekuwa nikifanya interview, na imekuwa ni TV ya baraka. Kwa hivyo hata usikie ukiwa huru, uko karibu sana. Amen. Nataka kwanza usalimie mtazamaji wa Kenka Star TV. Kwanza umwelezee vizuri wewe ni nani, na huku mahali ambapo tumeketi mwambie hii ni eneo gani. Kwa sababu sasa mimi ni mgeni, naweza kuwa nimesema ile jambo ambalo ama ile direction ambayo haipaswi kusemwa. Kwa hivyo utamwelezea vizuri, mwambie jina la kanisa, na hilo jambo litakuwa mzuri. Karibu sana. Amen. Mtazamaji wangu kutoka Kenka Star TV, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuwa mahali pale. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuwa mahali hapa. Hapa tunaitwa God's Treasures International Ministry, na tuko located Wakairo, Roiro. Kwa hivyo ukiwa Nairobi ukuje Roiro, utapata mahali ambapo kunaitwa Wakairo. On your way to Dhome Primary, hapo ndipo utapata kanisa ambalo linaitwa God's Treasures International Ministry ama GTM, na pale ndipo ambapo tunahubiri. Mimi kwa majina naitwa Pastor Margaret, na mimi ndio senior pastor mahali hapa. Kwa hiyo ukija hapa tutaweza kushiriki pamoja na itakuwa ni baraka. Okay, amesema anaitwa Pastor Margaret. Na ningetaka hata tukiongea hivyo unaendelea kuangalia kama microphone yako bado iko sawa, ili tusifike mahali alafu mitabo iende kwao na hatujui. Okay, Pastor Margaret, tumesikia ni wa kanisa la God's Treasure International Ministry, na unaona ni mtu ambaye ako na unyenyekevu, kwa sababu sio wachungaji wengi hata naweza enda waambie nataka kuongea na wao wakubali. Lakini huyu nimekuja nikakubalika, na akasema ni lazima tumjue zaidi. Pastor Margaret, ningetaka kutuambie hili kanisa tunaona linaitwa God's Treasure International Ministry. Ningetaka kwanza utuambie lilitoka wapi, ama lilianzia wapi, ama lilianza mwaka gani, na pia uweze kutambua ambaye aliyeanzilisha hili kanisa ili mtazamaji aendelee kukufahamu vizuri. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu for the far that we've come. Tunaweza sema the far that we've come, we've seen he's been Ebenezer in our lives. Hapa tumeanza January tarehe 19, we had a grand opening. Ukiangalia pale tulikuwa na crusade ambayo ilikuwa ni ya kufungua. It was the grand opening ya God's Treasures International Ministry. So on 19th of January this year, that is when we started, na Mungu amekuwa mwaminifu. God has been great. God has been good. Tunaweza sema ya kwamba tumemuona akiwa mwaminifu katika maisha yetu. Tumemuona akitenda mema. Na kitu huwa ninasema ni vizuri kufuata maono. Mungu akikunenea wewe fuata, kwa sababu kazi sio yako na kazi sio yetu, lakini kazi ni yake, na yeye huwa anajua jinsi ambavyo atakavyoifanya. Kwa hiyo kazi yetu, kile ambacho tunafaa kufanya ni kutii. Unatii tu. Ukisikia mwito wa Mungu, ukisikia Mungu akikwambia fanya jambo, wewe tii. Maana kutii peke yake ndio itafanya uweze kuingia katika hatua nyingine. Okay. Nataka kwanza utambue ambaye ni yule mwanzilishi wa ile kanisa ama ni wewe.
Kwa hivyo hii jina inaitwa God's Treasure International Ministries. Ilikuja kutoka ndani yako ukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Okay, ni vizuri hivyo. Mtazamaji, umesikia ambaye ni host wetu katika haya makao ya God's Treasure International Ministries. Amesema ya kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa hili kanisa. Anaitwa Pastor Margaret. Na ningetaka atuambie alianzia kuhubiri lini ama mwaka gani? Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Kuhubiri naweza sema nilianza kitambo. Kwa sababu tulikuwa tunahubiri shuleni tangia wakati ambapo niliokoka, tumekuwa tukihubiri. Na kama vile tu nimesema, tunajua kwamba ni neema tu. Vitu zingine ambazo tunafanya kwa sababu ya neema. Kwa hiyo na huwa ninaamini ya kwamba Biblia inasema ya kwamba we are supposed to be witnesses. Kwa hiyo kila mahali, kwa mtu yoyote ambaye ameokoka, you are supposed to be a witness. You witness to other people. Kwa hiyo kuhubiri si kwa wale tu ambao wameokoka, lakini mtu ambaye kama umeshajuana na Yesu, unafaa kukua, you become a witness. The moment you get to know Christ, the moment you receive Christ as your personal Lord and Savior, that is the moment you're supposed to profess Christ to other people. So you don't wait until you become a pastor to preach. You don't wait until you are ordained. Ukiangalia kuna picha hapa on July 2022, that is when I got ordained as a senior pastor. So sigojei 2022 ndio nikue ndio nianze kuhubiri. Hapana, kile ambacho ninafanya na sigojei nisome. Kuna ingine ambayo hapa inasema I received my diploma, my first diploma in 2021 in theology. Lakini sikuwa ninangojea hayo ili nianze kuhubiri. Unahubiri wakati ambapo umemkubali Yesu na umekuwa founded in the word of God. Wakati umejua Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kuna kitu ambacho huwa kiko ndani yako kinakusukuma kufanya mwingine ajue. Maana ukipatana na kitu kizuri, huwa ninaamini ya kwamba unatamani kuambia ndugu yako, kuna kitu nimepatana nacho kizuri. Na kwa sababu tumepatana na Yesu, na Yesu ni mzuri, na Yesu ni mwema katika maisha yetu, lazima tuende tukiambianga wengine kuhusu Yesu. Kwa hiyo mtu ambaye ananitazama nikimalizia, ningetaka yeyote ambaye ananitazama, don't wait until you become a pastor to preach the gospel. Don't wait until ile wakati ambapo utakuwa ordained, ama utakuwa mtumishi, ama utakuwa na mafuta ili uhubiri. Preach where you are. Kwa yule ambaye mko na yeye, haufai kukuwa mahali ambapo unakaa na watu ambao hawajamjua Yesu na wewe uko pale na unamjua Yesu. Preach to them. When you become faithful in small, God entrusts you with great things. So for you to be entrusted with great things, you have first of all to become faithful with the small things that God has given you. So yule ambaye unakaa na yeye na ako na karibu na wewe na hajaokoka, kwanza hubiria huyo. Akishamkubali Yesu, utapatana na wengine wawili utawahubiria. Wakikubali Yesu, utapatana na wengine watatu. Wakikubali Yesu, utapatana na wengine wanne. Hivyo Mungu anaona unakuwa mwaminifu, and therefore he will entrust you with great things and more things. Okay, asante sana. Mtazamaji, nasikia hiyo maneno ambayo inaendelea kutoka ndani ya mchungaji ambaye ni Pastor Margaret. Amekwambia usikae hapo ati ugoje mpaka wakati ambao utaenda sasa uambie umekuwa mchungaji, umekuwa pastor, evangelist, ama ile maneno ingine ambayo huwa inatumiwa katika mambo ya kiugu na ngazi ambazo watu huenda wakipanda. Amekwambia uanzie jinsi tu ulivyo. Kama uko na mwito, ni jukumu lako uanzie mapema. Na umesikia ya kwamba mpaka ameweza kusoma mambo ya mchungaji, na ni vizuri hivyo, sababu sasa elimu ambayo aliyo nayo pengine alisaidikia mahali pale. Siki kama Pastor Margaret tungeambia mtazamaji wetu ama ni vizuri kwenda kusomea theology. Kusomea theology ni nzuri, lakini si kumaanisha kwamba una qualify kwa mwito.
Theology tunasomea kwa sababu ya serikali. Tunaishi nyakati ambazo lazima ukue uko na cheti ambacho kinaonyeshana unaweza ukaongelesha watu. Wakati ambapo unaenda theology utaweza kufundishwa ndio kuhusu Biblia, lakini sana kuna vitu ambazo unafundishwa. Unafundishwa about discipline, unafundishwa about how to handle people, unafundishwa vitu zingine, community development. Maana kuna vitu nyingi ambazo tumeweza kufunuliwa na Roho Mtakatifu za Biblia, lakini kuna watu wengi unapata ya kwamba ndio anajua Biblia lakini don't know how to handle people. So when you go there you are taught such things. Utajua how to handle people, how to handle situations. Unaweza ukafanya counseling, utaweza kuelewa ya kwamba mtu akija akikuwa na shida fulani, sitamwambia tu mambo ya Biblia. Kuna vile ambavyo nitaweza kumwelekeza slowly by slowly. So it is very good you go to school. Na ni vizuri pia kwa sababu ya serikali, especially now serikali ya Kenya, mahali ambapo tuko, ni vizuri wakati ambapo uko na vitu ambazo zinaonyeshana you are qualified. Maana hatufai tu kukua watu wanatuangalia wanatuona kama watu ambao hawana, watu ambao wanahubiri ni watu hawana mwelekeo. Hapana, tunafaa tukue na watu katika hata kuhubiri, hata katika kanisa tunakuwa na madaktari, tunakuwa na watu ambao wamesoma kabisa, ili tuonyeshane ya kwamba injili sio ya watu ambao ni fools. No, the gospel of Jesus Christ is not for the fools. The gospel of Jesus Christ is not for the law, is for wale ambao hawaelewi na wale ambao hawajui, au wale ambao tu ni ni wale watu ambao hawana maarifa. Hapana, siku hizi injili ya Yesu iko na watu ambao wamesoma sana. Injili ya Yesu iko na watu ambao ni warembo. Injili ya Yesu iko na watu ambao wako na maarifa. Injili ya Yesu, yani watu ambao wamemkubali Yesu, sio wale tu tulikuwa tunajua kitambo ni maskini. Kitambo tulikuwa tunajua wale watu maskini ndio wanaokoka. Hapana, siku hizi it's not about being poor, it is about knowing Christ. Na wakati ambapo umeweza kuna vile ambavyo you are ile njia ambayo umepokea katika masomo, your qualifications zinakusaidia kuweza kuelewa Mungu zaidi. Tukiangalia katika Biblia tunaweza pata mtu kama Paul. Paul ni mtu ambaye alikuwa na masomo, na ndio maana alikuwa anaweza kupersecute kanisa. Lakini wakati ambapo alipatana na mwangaza wa Yesu, Biblia inasema ya kwamba alipobadilishwa kutoka wakati ule, yule mtu ambaye alikuwa anaua mitume, yule mtu ambaye alikuwa anaenda kinyume na mitume, alikuwa anaenda kinyume na wale watu ambao wanahubiri injili ya Yesu, maana alikuwa na masomo na alikuwa naelewa. Alikuwa, in fact, Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye ako na ujuzi sana wa vile ambavyo kunafaa kufanyika mahali pale. Kwa hiyo alikuwa anajua the teachings of the Pharisees na hizo vitu zote. Lakini kitu ambacho wakati ambapo alipatana na Yesu, aliweza kuhubiri injili ya Yesu, injili ambayo inafaa, injili bila compromise. Kwa hiyo ni vizuri sana even in your qualification, wewe kuwa qualified but bado preach Jesus even in that. So usiseme ya kwamba mimi ninataka, labda uko pale wewe ni mwanarika unataka kuhubiri, useme ya kwamba hautaenda shule, hautaenda college because you want to be a pastor. No, siku hizi tunataka wachungaji ama watu ambao wako katika kingdom. Mtu ni engineer lakini bado wako katika kingdom. Mtu ni pilot lakini bado wako katika kingdom, because you are going to win souls in the area that you are in. Katika hiyo area yenye uko. Being a pilot does not mean you cannot preach Christ. Being a lawyer does not mean you cannot preach Christ. Be a lawyer, but a lawyer that knows Jesus. Kwa hiyo usikatae kwenda shule ili useme ya kwamba wewe unataka kuokoka, unataka kuhubiri. Hapana, unaweza ukahubiri mtu ambaye amekuwa ameokoka. Okay, ni vizuri hivyo. Umesikia mtazamaji ya kwamba ni vizuri kama uko na mwito, usifanye kuzuiliwa na mambo ambayo unayoyafanya katika daily service zako ambazo huwa unalaukia unaenda kufanya kazi. Mwito ni lazima ufanyie kazi pia. Na umesikia ni vizuri kuwa na cheti cha kuonyesha ya kwamba wewe unaweza ongelesha watu na unaweza hata kuhubiria watu. Na kwa sababu tulikuwa tumekuja kwa dakika chache ili mchungaji atuongeleshe kidogo,
na sitaki tuendelee sana kwa sababu ya masaa. Ningependa Pastor Margaret, najua kuna pale ulipata hii mafuta kwa sababu lazima kuwe kuna mtu alikuja akakugawia akakwambia sasa enda na hiyo, kama vile umetuonyesha picha ambayo ulipata kuordiniwa 2022. Na ningetaka utambue ule mchungaji ambaye alifanya hiyo kazi kukupatia madaraka. Umsalimia mahali alipo, na pia unaweza mwambia neno moja la shukrani na umwambie bado unaiendelesha kazi ya Mungu. Amen, amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya the direction that we are taking, and God has been faithful. Na vile nimesema ya kwamba the anointing of God is not because you are ordained or umemwagiliwa mafuta, hapana. Upako wa Mungu uko juu yako. So go ye to the world and preach the gospel of Jesus. Hata mahali penye upo, usigojee hadi wakati ambapo utapakwa mafuta ili uhubirie mtu injili. Ambia mtu kuhusu Yesu mahali ambapo ulipo, and from there utapata ya kwamba maisha yako yanaweza kubadilika. I thank God because of the levels that I have gone, na nina insist ya kwamba it is not about those levels, it is about Jesus Christ. Ni kuhusu Yesu. Kwa hiyo wakati ambapo umemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, vitu zingine zinakufuata. We thank God for the ordination that we had in 2022, and God has been faithful kwa sababu ya zile vitu ambazo ameweza kufanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. So I thank God for the person that you ordained me, na jina lake anaitwa Bishop Josephat Kariuki, and I thank God now because of Bishop ambaye ameweza kutusaidia kufungua mahali hapa, ambaye alikuja the grand opening of God's Treasures International Ministries, na tunashukuru kwa sababu ya hiyo. Anaitwa Bishop Charles, na it is a blessing. Na Bishop ambaye ni rafiki yetu sana, na amekuwa akituombea na amekuwa akitushika mkono, anaitwa Bishop Derito, and we thank God for all those men of God. Ni vizuri wakati ambapo tunakuwa na the men of God in our lives, they help us. So siwezi nikasema ya kwamba ni fulani ndiye amenisaidia, lakini kitu ambacho ninasimama nacho na kusema zaidi, it is the grace of God. Maana hata wao bado wamesaidiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. I remember one of them huwa ananiambia kwamba it is not about him. I shouldn't praise him, but I should give glory to God even for his life. Kwa hiyo kama vile Paulo alikuwa anasema ya kwamba anashukuru Mungu kwa sababu ya watu ambao, anashukuru Mungu kwa sababu ya kina Timothy, anashukuru Mungu kwa watu ambao Mungu amempatia wafanye kazi pamoja. That is the same thing. Ninashukuru Mungu because God has allowed me to submit under their authority, and I'm grateful for that, and I will forever be grateful. Okay, kwa hivyo Askofu Josephat, mahali ulipo umesikia hiyo maneno, na kwanza nishukuru kwa sababu ya kuwa mahali hapa na kuja na kushikwa ugeni. Amen. Sio jambo la kawaida. Amen. Lakini ni kukubalika, tumekubalika. Na tukiendelea kumalizia, kuna maneno ambayo nimeyaona nimeandika pale ambayo yamefuata jina la kanisa, ambalo sioni kama iko mahali hapa. Na nikitaka utueleze kwa udogo ama hii maneno ni isa church motto ama ni maono ya kanisa ama imewekwa hapo tu ili mtu akiingia anajua mahali alipo, ili anajua ako katika presence gani. Kwa kila kanisa unapata ya kwamba they have their motto, they have their theme, na they have whatever they follow. Wako na ule mwongozo na direction that God has given them. So sisi kama God's Treasures International Ministry huwa tunasema ya kwamba we are the treasure. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba wewe ukikuwa the treasure, kitu ambacho unadhamini sana. Yani sisi ni wadhamini wa Mungu. Sisi ni watu ambao Mungu anadhamini sana. Na hiyo ni kuonyeshana ama ni kuambia kila mmoja ya kwamba nikikwambia kama Chosen Ken, ninakwambia you are a treasure.
that God treasures you. Ni kumaanisha kwamba mahali popote utakapoenda haufai kujidharau. Tunaishi nyakati ambazo watu wanajidharau. Unaanza kujiangalia, unaanza kujidharau. Hapana, you should understand that the Bible calls you his chosen possession, his treasure. That is in the book of Psalms 135. You are his chosen possession. You are his treasure. He treasures you. Wakati ambapo Mungu anasikia kuhusu chosen Ken, sisi tunaweza sikia kuhusu chosen Ken, lakini tukimwangalia tunamdharau. Tunaona ya kwamba hana mbele wala nyuma. Lakini Mungu akikuangalia anaona ya kwamba this is my servant, because Biblia inasema ya kwamba huwa anaanza akiwa ameshikilia mwisho. Mwisho wako ni yeye anajua, sisi hatujui. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kuwa akidharau mwingine, lakini you don't know their tomorrow. That is why we say we are the treasure. Na tunataka iingie ndani ya kila mtu aelewe ya kwamba sio wakati wa kujidharau. Wakati mwingine unapata unaweza ambia mtu afanye jambo fulani, lakini kwa sababu ndani yake kumejaa kujidharau, anaona sitaweza. Maana alidharauliwa akajidharau pia. Alidharauliwa na watu, akadharauliwa na society, akadharauliwa kwenye alienda, hadi yeye mwenyewe akaanza kujidharau, akaona yeye si important. But as God's treasures, we want to let people know that no matter who said what, you are God's treasure. You are treasured. Wewe umedhaminiwa na Mungu. Mungu akikuangalia anasema kwamba I have inscribed you in the palms of my hands. You are mine. Yani nimekuandika kwenye kiganja cha mkono wangu. Wewe ni wangu. Kwa hiyo mimi mtu ataniambie nini, hata aseme nini, mimi ninajua ya kwamba nimedhaminiwa na Mungu. Mimi ni wake. Ameniandika kwenye kiganja cha mkono wake. Yani jina yangu Margaret. Ninajua kwamba yeye hajaandika pastor, ameandika jina Margaret. Iko pale kwenye kiganja cha mkono wa Mungu. Hiyo inanipea nguvu, na therefore nikisimama mbele ya watu niko na nguvu, maana ninajua kwamba I am the treasure. And that is why our motto says we are the treasure. Okay. Unajua kazi ambayo inafanywa inakuwaga na mazuri na inakuwaga na changamoto. Na ninajua ya kwamba kutoka ile mwaka ambao ulianzia kulihubiri neno lake Mungu, ama ulipoanzia Injili, uko na mambo ambayo umekuwa ukiyapitia, pengine imekuwa mazito kwako. Ningependa utaje changamoto moja mbili hivi ambazo umewahi pitia, alafu ushikanishe na kumpa mtazamaji wetu ambaye ako mahali pale pengine anatutazama na ni mchungaji kama wewe. Umpatie nguvu, umwambie kama atashida ama umwambie achane na hiyo kazi. Amen. Ningetaka ningetaka kutia mtu moyo kwa yule ambaye anapitia changamoto. Uko pale, kuna vitu ambazo unapitia. Ningetaka to let you know and to let you understand ya kwamba vitu ama changamoto zitakuwa, they will always be there in life. Utapata ya kwamba kuna vitu, hakuna kitu ambacho kinakuanga ati kiko tu mteremko. Hapana, there must be challenges in everything that we are doing, in everything. Na ndio maana unasikianga kama mti ambao hauna matunda, kama hauna matunda hakuna mtu mwenye anarusha mawe. Lakini ukikuwa na matunda ndio maana unarushiwa mawe. Kwa hiyo safari haitakuwa rahisi. Kuna changamoto, because hatuko kama tungekuwa katika kingdom ya giza, tungekuwa katika kingdom ya shetani, hatungekuwa tunapigana. Lakini kwa sababu uko kwa kingdom ya Mungu, ndio maana unapigana na shetani. Na ukiona hakuna kupigana ama hakuna challenges, ni kumaanisha kwamba you are in the other kingdom, because a kingdom cannot fight itself. Okay, ningetaka usalimia watu wawili watatu. Pengine ni wa kifamilia ama ni marafiki wako. Na tena utarudia kanisa liko pande gani, na utamalizia na kupatiana namba yako. Na mtazamaji, unapopewa hiyo namba sio ya mambo ingine. Ningetaka nikuhimize ya kwamba ukiwa na jambo lolote ambalo linahusiana na kiungu, hiyo namba ndio unafaa kupiga. Lakini kama ni mambo ingine, usipige hiyo namba. Kwa hivyo akikupatia hiyo namba, usichukue ni ya mambo ingine. Hapana. Ujue huyu ni mchungaji na ako na baraka na ako na laana. Kwa hivyo ukisikia hiyo namba, itumie na ile njia ambayo
inayofaa. Kwa hivyo utasalimia watu wawili watatu, urudie hii kanisa liko side gani tena, alafu sasa utupatie namba yako ya simu. Amen. Amen. Nashukuru kwa sababu ya nafasi hiyo. Na watu ambao ningetaka kuwasalimia ni watu wote wa God's Treasures International Ministries mahali walipo. Mungu awabariki na ninawapenda sana. Every member of God's Treasures International Ministry. That is why huwa ninawaambia you are the treasure, because Mungu anawapenda na mimi ninawapenda zaidi pia. Na msikie mkikuwa mmesalimika mahali mlipo, na Mungu aweze kuwabariki sana. Jina langu kama vile nilivyosema ni Pastor Margaret, na unaweza ukanipata kwa mitandao yote Pastor Margaret on Facebook, Pastor Margaret Mwaniki na PST Margaret Mwaniki, unaweza ukanipata pale, na hata kwa TikTok, hata kwa YouTube unaweza nipata. YouTube ninaitwa Evangelist Maggie Mwaniki Official, Evangelist Maggie Mwaniki Official. Unaweza ukanipata pale na utaweza kupata our sermons mahali pale, na pia unaweza angalia page ya God's Treasures International Ministries. Tuko pale na huwa tuna stream ibada yetu live. So kama uko pale na maybe you don't go to church because labda uko kazini, you can stream live at God's Treasures International Ministries YouTube channel, na utaweza kupata ibada yetu pale. Utaweza kuabudu pamoja na sisi na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nikimalizia, namba yangu ya simu ni 0748 159 144, 0748 159 144. Na ningetaka nikimalizia niweze kuomba na wewe ambaye unanitazama. Nikwambia kwamba Mungu anakupenda na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Cha tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninaombea kila yeyote ambaye anayenitazama. Ninatangaza baraka zako Bwana zikawe juu ya maisha yao, ya kwamba mfalme ukaweze kuwaongoza katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kazi zao zikabarikiwe, kazi ya mikono yao ikabarikiwe, familia zao zikabarikiwe. Wale ambao hawajakujua Bwana wakaweze kukujua katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mfalme, chochote ambacho kimekuwa kikiwazuilia Bwana kikaweze kuondoka katika maisha yao, na mfalme ukawaongoze na ukawaelekeze na ukawasaidia katika kila hali. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumetangaza baraka na neema yako Bwana, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Okay, mtazamaji wangu, asante sana kwa vile umekuwa pamoja nasi. Huyu ambaye tulikuwa tunaongea na yeye anaitwa Pastor Margaret wa kanisa la God's Treasure International Ministries, kanisa ambalo liko kwa Cairo. Kwa Cairo tumesema iko sehemu ya Loiru ukielekea na Kibo, mahali kunaitwa Kibo. Utapata stage ambayo iliyo katikati ya Kibo na Loiru inaitwa kwa Cairo. Ukiweko mahali hapo, alafu uchukue hiyo namba ambayo ameitaja, umpigie, utaweza kuwasiliana na yeye na utapata kupata vile utakuja katika kanisa la God's Treasure International Ministries. Asante sana. Hata kama mchungaji hatujakumbuka kusema kama kuna branches zingine, kwa sababu kuna pengine kuna watu wako Kahawes wangependa kujua kama kuna kanisa hapo. Kuna watu wengine wako mbalimbali hipo sehemu mbalimbali, na turudi kwako tu kwa waelezee kwa njia ndogo ama kwa njia chache, waambie kama kuna branch nyingine ya kanisa na mahali ilipo, ili waweze kujua hii kanisa zaidi, kwa sababu kuna wengine watakwenda na watatamani kuwa washirika. Mimi huwa ninasema distance is not a barrier in the universe. It's not a barrier at all. Wewe ambaye ungetamani kuwa ama kuja kushiriki pamoja nasi na hauwezi kufika hivyo, ndio maana nimepeana mitandao. Unaweza kupata pale. Lakini mahali ulipo, kama umepatiana maisha yako kwa Yesu na labda huwezi fika mahali hapa, hakikisha kwamba umetafuta kanisa lililo karibu na wewe. Ingia mahali pale. Akiona hilo kanisa linaabudu Mungu kwa roho na kweli, enda mahali pale, abudu Mungu kwa roho na kweli. Na labda baada ya kuenda ibada, unaweza pata wakati wa katikati ya wiki, unaweza ingia, unaweza kusema hivi usikie vile ambavyo na sisi Mungu aliweza kunena nasi katika ibada zetu, inakuwa ni baraka. So for now we have
support Treasure International Ministry ni Royal peke yake. Tuko nayo hapa Royal peke yake, na kwa hiyo tunakukaribisha wewe ambaye unaweza kufika. Wewe ambaye hauwezi, distance is not a barrier in the real ministry. Okay. Asante sana mtazamaji, tutaweka kikomo hapo na tukwambie uko karibu sana katika hili kanisa. Usikie ya kwamba mahali ulipo umeshikwa ugeni. Ukipenda kuja kuwa mshirika, itakuwa ni furaha kwa mchungaji ambaye ni Pastor Margaret. Tunakushukuru sana kwa vile umeandamana nasi kutoka tulipoanzia na hadi sasa tunaweka tamati. Tumesema hii ni televisheni ya Chenka Star TV ambao tunasema is the voice of peace. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kucomment, even to share to your friends. Usikie kwamba ukifanya hivyo utakuwa mtu wa baraka kwetu na baraka zitakuwa juu yako. Asante sana.